Sema kwa sababu tunatofautiana katika masuala ya imani. Kuna watu kama hao mitume, maswahaba ambao walikuwa na daraja za juu, sio maswahaba wote kwa sababu walikuwa nafasi zao sawa, la, walikuwa wanatofautiana. Wako waliokuwa juu zaidi na wengine walikuwa chini. Tunasikia kwamba ndani ya wakati huo maswahaba wako watu walikuwa wanapigwa kwa zina, watu wako walikuwa wanaiba, na ndio sheria zikaja hivyo, lakini walikuwepo hivyo na wengine walikuwepo ambao ni watu wa daraja za juu kabisa ambao hawawezi kufikiwa kirahisi. Kwa mfano Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, yeye ni katika watu ambao baada ya mitume tu kwa ubora anafuatia yeye. Angalia nafasi yake ilivyo kubwa hiyo. Baada ya mitume tu wote, nafasi inayofuatia ni anafuatia Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, kutokana na ukubwa wa nafasi ya nguvu na pawa ya imani yake. Ndio hivyo watu wanapitana kwa sababu katika maeneo hayo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wapo wengine ambao wana nafasi kubwa na wapo wengine waliokuwa chini. Ndio maana tunaambiwa katika Uislamu yuko Muislamu almu'min kamil au almuslimu kamil na almuslimu naqis au almu'minu naqis. Muislamu ambaye ni mkamilifu ndio yule ambaye anaitwa mcha Mungu, anatekeleza aliyoamrishwa na anaacha aliyokataza. Na muslim naqisun ni yule ambaye anaporonyoka katika baadhi ya mambo. Kakatazwa asizini, natokezea anaamini kwamba zina ni haramu, anaamini 100% zina ni haramu, lakini anaporochoka kwenye kulifanya jambo lile, anajua na una uhakika kwamba mimi hapa nafanya dhambi kubwa miongoni mwa dhambi makubwa. Huyu bado anaitwa Muislamu mwenye imani hiyo, lakini kwamba anajua katokea kuzini, lakini katika kuzini kwake anajua kwamba hapo amefanya dhambi miongoni mwa madhambi makubwa. Sio aliohalalisha, la, aliohalalisha hata kama hajazini si Muislamu tena. Tunazungumza, ndio maana tunaambiwa kwamba ubaya wa dini hii ni kufanya istighfar, kudharau, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kataka tu yale yote aliyoyaadhimisha yeye, na sisi tumetakiwa tufanye tuyaadhimishe. Kwa hivyo miongoni mwa maadhimisho ni yale yote ambayo tunayafahamu kama yaliyoelezwa katika dini yetu. Kila unachokijua hichi kimeadhimishwa, basi na wewe unatakiwa ukiadhimishe. Sasa akikifanyia istighfar, kidharau, inakuwa ndio sababu ya kutoka kwenye Uislamu. Kwa hivyo wanagawika watu. Wapo watu ambao wanakuwa imani zao zimeshuka, ambao ndio wanaitwa Islam naqis, na wale ambao zimepanda imani zao ndio wanaitwa hao ndio almu'min au almuslim kamil.